Tutaanza na Mheshimiwa Joshua Samuel Nassari, atafuatia na Mheshimiwa Eric James Shigongo. Mheshimiwa Esther Nicholas Matiko ajiandae. Ndugu mwenyekiti, nashukuru kwa kunipa fursa na mimi leo naweza kuchangia kwenye wizara hii ya Maliasili na Utalii, na zaidi sana nikiwa ni mchangiaji wa kwanza kwenye wizara hii. Ndugu mwenyekiti, awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mungu kwamba mimi nasimama tena ndani ya bunge katika awamu nyingine hii nikiwakilisha jimbo lile la watu wa Meru, lakini nikipitia Chama cha Mapinduzi. Na nichukue nafasi hii kumshukuru sana mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na kamati kuu na halmashauri kuu ya kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi. Lakini zaidi sana nashukuru wananchi wa jimbo la Arumeru Mashariki ambao wameona ninafaa kurudi hapa kuendelea kuwapigania hata pamoja na misukosuko ambayo ilitokea hapo nyuma. Ndugu mwenyekiti, kwa kuanza kabisa, kwanza nianze kwa kutoa pongezi zangu kwa wizara. Yapo baadhi ya mageuzi ambayo tunasema mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Yako baadhi ya mageuzi pamoja na changamoto nyingi ambazo tutazieleza hapa, lakini yako baadhi ya mageuzi ambayo yamefanyika huko nyuma, si ambao tunatoka kwenye ukanda wa kaskazini ambao ni ukanda wa sekta hii. Uwekezaji kwenye hifadhi zetu, kuweza kuwekeza hoteli na nini, ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Na kwa kweli kwa miaka karibuni tumeona mageuzi ambayo yamefanyika ya kuruhusu sekta binafsi kuweza kufanya uwekezaji kwenye industry ya utalii. Ndugu mwenyekiti, amezungumza hapo mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ambao mimi ni mjumbe wake ku declare interest. Mimi ni mjumbe wa kamati ya kudumu ya bunge ya ardhi, maliasili na utalii. Amezungumzia habari ya miundombinu ya barabara. Sisi ambao tunatoka kaskazini hususan mkoa wa Arusha ambao sehemu kubwa ya shughuli za vijana wetu ni utalii. Mheshimiwa mwenyekiti, kwenye hifadhi zetu tukubaliane wazi kabisa, na hizi mvua zinaonyesha na juzi, kila mtu hapa ni shahidi, hahitaji kuhadisiwa. Tuliona kwa picha za kawaida na picha za video namna ambavyo magari yalikuwa yamekwama hususan kwenye signature destination tulionayo kwa maana ya Serengeti. Kwa hiyo lazima tuendelee kuweka msisitizo kwa wizara na hususan wenzetu wa shirika la hifadhi taifa ya TANAPA kuendelea kuhakikisha kwamba barabara za ndani ya hifadhi zinapitika. Leo tunapozungumza kwa mfano, kuna barabara inaitwa barabara ya kutoka Central Serengeti ukishuka kutoka Kirawira kwenda mpaka Gate la Ndabaka ambayo iko Western Serengeti. Na kwa mwezi huu wa 5 na mwezi wa 6 ndiko mahali ambako migration inakuwa, na mnajua kwamba miongoni mwa kitu kinachouzwa sana kwenye hifadhi ya taifa ya Serengeti ni uhamaji wa wanyama. Lakini tunapozungumza Mheshimiwa Cosmas Bulala yuko pale. Juzi alikuwa na wageni wake ambao sisi tumewaoperate kuwapeleka Serengeti, kamati yake ya ulinzi na usalama kwenye jimbo lake kule wiki iliyopita. Kwa maana kwamba anatokea Kwimba, watu walazimika kwenda mpaka wakazunguka, wakaenda mpaka Nata, wakaenda wapi Fort Ikoma, wakaenda kuingia kule mpaka na kuchelewa. Wakati wana geti liko jirani Bunda pale pembeni ya lami kabisa, wangeweza kuingia. Sababu ni nini? Ni ile barabara ya Kirawira ambayo haipitiki. Na mwezi huu wa 6, mwezi wa 5, mwezi wa 6 ndiko migration iliko. Sasa kwa nini mpaka leo hii barabara haijaguswa ile? Na ndiko watu wanapaswa kwenda. Hali kadhalika tumetoka juzi tumeona wageni wakikwama. Nila kumshukuru Mungu tu kwamba hatukuona mgeni akichukuliwa na maji. Leo sisi tungekuwa tunaficha wapi uso wetu. Kwa hiyo tunazungumzia habari ya miundombinu na madaraja kule ndani. Hali kadhalika eneo la Kogatende, kuna wakati ilifika hatua hadi madereva wakapigwa faini pale na wengine kufungiwa kwa sababu wageni walashindika kushuka ndani ya magari ili waweze kuona kivuko kwa maana ya migration wanapovuka pale kwenye Mto Mara. Lakini sababu ni moja tu kwamba wale Kogatende daraja ni la chini, mvua ikinyesha kidogo tu maji yanajaa, mwezi kupita juu, watu wote inabidi mbaki upande mmoja, wakati daraja lingekuwa la juu wangeweza kuvuka wakaangalizia kwa pande zote mbili. Ndugu mwenyekiti, jingine ambalo napenda kuzungumzia ni idadi ya watalii hapa ndani. Mheshimiwa Rais amepambana sana kunyanyua sekta ya utalii na kwa kweli lazima tumpe maua yake. Mpaka ikafika hatua yeye mwenyewe kuamua kutoka ofisini kwenda kuigiza filamu ya Royal Tour. Lakini bado kuna namna ambavyo tunamwangusha. Yeye amesema kufika 2030 anatamani kuona watalii milioni 8 kwenye nchi hii. Leo hii wizara inatuambia watalii wamefika milioni 5 na 300,000. Tunashukuru, tunawapongeza. Lakini ukweli ni kwamba hizi takwimu ukifuatilia ni takwimu zinazochukuliwa kwenye boda kwenye mipaka yetu ya kuingilia. Uhalisia ni kwamba kuna mtu amehesabiwa kwamba ni mtalii katika milioni 3 na 800,000, lakini alikuja pale Mangola Karatu kuja kununua vitunguu kutoka Kenya, naye anaambiwa ni mtalii. Ukienda pale Rombo kuna watu wanavuka pale kuja kufanya biashara ya mahindi pale Olili na Tarakea na wapi, nao wanahesabiwa kwamba ni watalii katika watalii milioni 5. Huu si ujinga? Tunajipongeza wenyewe, tunajipanga, yani tunajitekenya na kucheka. Tunajiambia tumefika watu watalii milioni 5 wakati ni takwimu. Tunataka takwimu za watalii ambao wanakwenda kweli kwenye destination zetu za tourism, kwa sababu the country is blessed. Tuache kuzunguka hapa. Hii nchi imebarikiwa na kila kitu ambacho tungekitaka.
ina kila kitu ambacho mataifa mengine yanatuonea wivu, lakini bado hatujatangaza ipasavyo. Bado leo hii tunaendelea tunapita na watalii Morocco, ukienda tunapita, ukienda Afrika Kusini unapita, ukienda wapi unapita, wakati tuna vituo vya kutosha hapa. Mheshimiwa Spika, jambo jingine ambalo ningependa kulizungumza ni hii habari la migogoro, na hili naomba nizungumze nikiwa na uchungu mkubwa, ndugu mwenyekiti. Mimi natoka jimbo la Meru. Niliwahi kuzungumza hapa bungeni wakati wa kamati yetu ikisoma migogoro na Mheshimiwa Nape. Miongoni mwa maazimio tulizungumza wakati ule ni kwamba mambo haya ya utoaji wa maeneo ambayo hifadhi nataka kuyachukua lazima ufanyike ushirikishwaji. Nilipokuja kuondoka hapa Mheshimiwa, mimi nilipata neema kuwa mkuu wa wilaya, nimekuwa mkuu wa wilaya 4. Kwa hiyo nikageuzwa kutoka kupigania wananchi kwenda kusimamia shughuli za serikali. Pale Bunda kuna kata inaitwa Nyatwali, imehamishwa kata nzima. Tangu mwaka 1996 walikuwa serikali imeshindwa kusogeza watu pale. Ilikuwa kila wakijaribu ni migogoro, imeshindikana. Jambo lile nimekuja kufanikiwa nikiwa mkuu wa wilaya na nilisimamia mwenyewe. Nini nilichofanya? Moja ya jambo nilifanya ni ushirikishwaji Mheshimiwa. Mimi nilichukua timu ya watu kutoka serikalini, ofisi ya rais ya wapi, nikaomba kuandikiwa document ya kuongoza zoezi. Nilipopewa ile document nikawachukua. Nimekwenda kwenye chama, kamati ya siasa ya wilaya, tumefanya wasilisho. Tumekwenda kwenye halmashauri ya kata, tumefanya wasilisho. Nimeenda nimeitisha mikutano kwa wananchi kwenye vijiji kule, tumefanya awareness ya kutosha. Walipokuja mawaziri 8 na wako hapa ndani, kina Mary Masanja, kina Mheshimiwa Silinde, kina nani wakati akiongozwa na waziri wa ardhi, alikuwa mbunge wa Ilemela Mwanza. Alipokuja baada ya kwenda kwenye mkutano kwa wananchi, aliambia Mheshimiwa, na sasa tumekuja kufanya nini bwana, kazi imeisha hapa. Kwa sababu walifika wakakuta tayari wananchi washajiandikisha zaidi ya 100 kuomba wenyewe wafanyiwe uthamini, kwa sababu we engage them na tulihakikisha haki zao zinalindwa. Lakini kwa bahati mbaya nimeondoka Bunda, watu wamekubali kufanya zoezi. Leo naambiwa kuna mgogoro umeibuka pale Nyatwali, mpaka leo watu hawajalipwa hela zao kwenye eneo la Ito na Mjapani pale, hawajalipwa pesa. Unauliza kwa nini? Wakati mimi nikiwa DC nimekuta document kwenye ofisi pale ambayo imekwenda kwa wananchi kurudishia eneo la Mjapani baada ya Mjapani kuondoka, lakini mpaka leo hawajalipwa. Kwa nini? Why? Kwa nini tunataka wananchi wetu wenyewe? Mimi natoka Meru. Pale Meru gari na nyuki, Mheshimiwa mwenyekiti, na ile anaongea kwa uchungu mkubwa. 1951, 9 years before independence. Miaka 9 kabla ya uhuru, watu wa Meru walikaa kwenye vikao wakachanga fedha kwenye chungu. Haikuibiwa shilingi. Naomba mwenyekiti tafadhali, jambo ni muhimu sana hili. Wakamtuma aliyekuwa mbunge wetu wa kwanza hapa Jafet Kirilo Ayo Ngura, Marekani, New York. Wakati wa koloni, wakati huo, kwa ajili ya ardhi ya Meru. Nchi yetu imepata uhuru. Miaka mingi imekwenda mbele, mpaka leo tunarudi, tunakwenda tena kuhamisha wananchi wetu pale. Mheshimiwa mwenyekiti, ninazo document hapa, naomba mtu wako achukue kuletea mezani hapo, naomba kuziregister. Leo kuna wananchi wanalipwa fidia, wanahamishwa kwenye eneo pale Ngarananyuki, kitongoji cha Nasula. Mtu analipwa shilingi 17,200, anaambiwa ahame kwenye eneo lake. Aende wapi? Mtu analipwa milioni 2, mwenyekiti, milioni 3, document ya here. Huyo mwenyekiti si maskini kwenye nchi hii? Huyo mtu tunamwachanisha na familia yake, akitoka kaenda mjini akala hiyo milioni 3 ikaisha. Si familia imefarakana, hana nyumba, hajaambiwa aende kwenye eneo lipi, hajahamishwa, hajafanya, analipwa fidia, anaambia tunakulipa maendelezo, ardhi sio ya kwako. Wakati ardhi hii tulinyang'anywa na wakoloni wameondoka, tumekuja kuanzisha hifadhi baadaye. Mwenyekiti, naomba sana watu wa wizara, namalizia tafadhalini. Mimi nikiwa mbunge wa watu wa Meru, naomba niseme hapa wazi kabisa, tena mbunge wa Chama cha Mapinduzi. Moja ya nguzo wa CCM, mwenyekiti, nasema nitasema ukweli daima, fitina kwangu mwiko. Naomba niwaambieni ukweli. Hakuna mwananchi wa pale Ngarananyuki, as long as mimi ni mbunge wao, atakayeondolewa kwa fidia ya hovyo namna hii. Hakuna. Hatukatai maendeleo ya uhifadhi, hatukatai, lakini let's do it with dignity. Asante sana mwenyekiti. Kwa kumalizia kipindi na AFCON, tafadhali sana wizara, maoni ya kamati yazingatiwe. Nashukuru sana mheshimiwa mwenyekiti, asante. Asante sana.